Karibu kwenye Student Connect. Mimi naitwa Simon Lamek. Na leo nipo na Vice President wa TIA, Tanzania Institute of Accountants. Tunaangalia kwenye dunia ya sasa kwa sababu tukiangalia hasa Afrika ni jamii zinatofautiana. Sisi wanadamu tunatofautiana kwenye tuseme uchumi, kwenye mazingira tunayoishi. Lakini tukizungumzia kwenye habari ya vyuo, kuna wanafunzi wa rika tofauti ambao wamefanikiwa, wazazi wao wana fedha, lakini kuna wale ambao wanatokea kwenye jamii ya chini zaidi, na wao wanatamani kuipata elimu na kuweza kufanikisha huko mbele. Sasa tutazungumza kwenye habari ya maadili, kwenye habari ya level za kiuchumi. Nije kwako wewe Vice President. Kama Vice, leo utueleze, kuna mitazamo ambayo watu wanaitengeneza ya kwamba mtu anapokuja chuo basi ni mtu aliyefanikiwa, ni mtu ambaye anajiweza. Wewe, watu wenye mitazamo kama hiyo unawazungumziaje? Watu wenye mitazamo kama hiyo, kwanza nataka niwasahihishe hapo. Si kweli kwamba mtu anayekuja chuo tayari amefanikiwa ama tayari amejipata. Chuo ni sehemu ambayo tayari kama ni kijana, ni binti, ni kijana wa kiume, tayari anajitambua. Anajua kipi kizuri, anajua kipi kibaya, lakini pia ni mahali ambako mtu unakuwa na uhuru binafsi. Yaani kwa maana kwamba hayuko mzazi wako atakayekuwa anakuchunga pale, hayuko mwalimu atakayekuwa anakufuatilia, ni wewe kujua kile ambacho unafanya kwa wakati huo. Kwa hiyo chuo ni sehemu ambayo bado tuko kujifunza, lakini pia ni sehemu ambayo tumekuja naweza nikasema kujenga msingi imara kwa ajili ya kesho zetu. Kwa hiyo sehemu ya chuo ni sehemu ambayo unaweza ukaamua kujenga kesho yako iliyo bora, lakini ni sehemu ambayo pia unaamua ukaribu future yako nzima, yani ukawa mtu ambaye hueleweki. Yote yanawezekana. Sasa kuna watu ambao wanatengeneza mtazamo hasa kupitia mitandao ya kijamii kuonesha hao vijana ambao wanaingia vioni au wanaripoti vioni hasa mwaka wa kwanza, kuonesha namna ambavyo jinsi wanaingia. Kuna mtu anatoka kijijini anakuja amebeba trunka, kuna mtu ametoka kijijini amekuja amevaa yebo, lakini watu wanachukua zile taswira kama fun, lakini wanatengeneza attention fulani kwao. Wewe unaliongeleaje na unawashauri nini? Kwanza it's not a fun kwamba kuona mwenzako amekuja sijui yuko na ebo, yuko na trunk. Ni maisha ya kawaida, kwa sababu we are differ kwenye issue za economical and financial. Hatuwezi kuwa the same. So kuna mwingine ametoka mazingira ambayo kwake kuwa hivyo ni maisha yake ya kawaida na ameyakubali. Lakini kuna wewe ambaye umetoka huko kwenu, mzazi wako ana uwezo wa kukupa chochote kile ambacho una request kwa wakati. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa watu kama hawa, tujifunze kuwa na maadili, lakini pia tujifunze kuwa na kumchukulia mtu the way alivyo. Usimuone mwenzako kwamba huyu mbona anaonekana vibaya, ni maisha yake. Yaani hakuna namna anaweza kuonekana tofauti na hivyo kwa wakati huo. Lakini hatujui kesho zetu. Huenda leo unamuona hivyo ukamcheka, ukamrecord, ukamposti wapi ili watu waone fun, lakini kesho huwezi jua anakuwa nani huyo mtu. Ni kweli. Wanasema dunia ni duara, dunia inazunguka na sisi tupo kwenye cycle. Kwa maana atakupata tunapata kwa zamu. Kwa hiyo leo kwangu, kesho kwako. Usimdharau mtu. Sasa Vice President, zungumze kwa hawa mabinti. Kuna mabinti ambao ni kweli wanatoka kwenye jamii ambayo tuseme ni hali ya kawaida ya maisha yao, lakini wanapofika vyuoni wanabadilika. Wanaanza kuiga maisha ya watu ambao tayari wameendelea, au wanaanza kuiga maisha ya marafiki zao kwa sababu ya jinsi ambavyo wanaonekana, na yeye anataka aonekane hivyo. Anataka awe na bwana, anataka awe na maisha fulani hivi, lakini amesahau huku alikotokea. Au mabinti unawaambia nini? Na ushauri nini? Kwanza cha kuwashauri mabinti kama hao, jaribu kuridhika na maisha ya nyumbani ulikotoka.
Usifike tu chuo ukamwona mwenzako amekuja na nguo nzuri ama kila fashion inayotoka anavaa ukatamani kumuiga. Yeye kwao ana uwezo tayari wa kumpatia hivyo. Lakini wewe angalia kule ulikotoka. Wazazi wako wana uwezo wa kukupa kipi? Kila ambacho wazazi wako, unajua mzazi hawezi kukunyima kitu kama kipo. Kwa hiyo kila ambacho mzazi wako anaweza kukupa, ridhika na hicho ambacho anakupa. Alafu pambana ili kesho ubadilishe yale maisha ambayo umeyakuta nyumbani. Ila usitamani kupita njia za shortcut ili ubadilishe kwa haraka ili watu wakuone kwamba na wewe upo kwenye level fulani ya maisha. Kwa sababu mwisho wa siku utafanya hivyo, lakini bado wewe ndio utakiwa kuja kujutia. Wewe kama binti, unahisi hawa wasichana au mabinti wenzako wanakosa nini? Au ni kitu gani kinapungua kwao kuweza kutimiza ndoto zao? Shida inakuwa wapi? Kitu ambacho kinapungua kwao ni kwamba wanakosa kuchagua cycle nzuri ya marafiki. Naweza nikasema kwa sababu marafiki wana matter a lot kwenye maisha yetu. Kwamba rafiki ule naye sometimes anaweza kukusaidia kuwa bora ama kukudidimiza kabisa. Kwa hiyo unakuta mtu ametoka huko nyumbani alikuwa tu mtu mzuri, mpole, msikivu, lakini amekuja chuo amekutana na watu ambao tayari yani hata maisha huko alikotoka yalikuwa ni maisha ya vurugu, si wasikivu, hawana maadili. Kwa hiyo unakuta na yeye anafuata mkumbo wa wale marafiki. Kwa hiyo ili uishi maisha mazuri na ukafikia ndoto zako vizuri, lazima kwanza ujue kuchagua marafiki walio bora, watu ambao unaambatana nao, lakini pia ujue focus yako ni ipi. Yaani usikubali mazingira ambao unayakuta yakakubadilisha, ila wewe ndio uyabadilisha mazingira kulingana na zile criteria zako ambazo utakuwa nazo na msimamo yako binafsi ikusaidie wewe kubadilisha mazingira unaoenda kuyakuta mahali fulani. Ndio, lakini mabinti wengi wanakosa fursa. Si mabinti tu, hata vijana wa kiume. Lakini tuzungumze hapo kwa mabinti. Wanakosa fursa kwa sababu ya changamoto ambazo wanakutana nazo. Unadhani ni nini kifanyike ili kuweza kukabiliana na hii hali na kuondokana na hii hali ili kuweza kuchukua hizo fursa na kuweza kusonga mbele? Mimi nadhani kitu cha kufanyika hapo ili hao mabinti waendelee wasikose hizo fursa na wazipate. Kwanza nipende kumtia moyo kila binti ambaye atasikia hii sauti na ataona hii video hivyo. Kwanza ni kujiamini. Kujiamini binafsi na kufanya kile ambacho unapenda na kile ambacho kipo ndani ya uwezo wako. Kama una uwezo wa kufanya kitu fulani kwa ubora, fanya. Fursa itakufuata popote ulipo. Yaani as long as unafanya kitu vizuri, unajiamini kwa kile unachokifanya, fanya, fursa ipo. Ila ile ikiwa mabinti wengi wanakosa kwa sababu ni waoga, wanaogopa, wanahisi kwamba hawawezi, na sometimes ni kulingana pia na jamii walizokulia zimewafanya wawe inferior than superior. Kwamba wanahisi wao ni watu fulani ambao wanatakiwa tu wawe chini. Kitu ambacho sio sahihi. Mwanamke anaweza kusimamia kitu, lakini inategemeana na watu ambao yuko nao, wale supporters, kwa sababu huwezi kwenda ukafanikiwa peke yako bila watu. Yaani hata kama uko bora kiasi gani, unahitaji watu ili waweze kukupush kwenda kufanya kitu. Kwa hiyo mwanamke anaweza kufanya kitu. Kwanza jamii impe mwanamke nguvu, imwamini, imthamini na impe nafasi ya kufanya. Unajua mwanamke ana uwezo mkubwa sana, lakini anashindwa kuutumia kwa sababu ile kuogopa kwamba jamii itanichukuliaje, jamii haiwezi kuniamini, jamii itaona kama ninapoteza muda. Ila jamii ikiamua kwamba mwanamke anaweza kufanya kitu kikubwa. Kweli. Na ndio maana hata wanasema akiwepo mwanamume aliyofanikiwa yuko mwanamke nyuma yake. Na huyu mwanamke anamsaidia huyu mwanamume mawazo, maarifa na kila kitu. Lakini unasema mwanamke hawezi bila mwanaume. Wewe huu mtazamo unaonaje? Naweza nikausupport kwa sio kwa 100%. Japo inawezekana, ila ita take time. Lakini huyu mwanamke kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mwanaume ni mtu wa ku take action. Lakini mwanamke ni mtu wa kufikiria, yani anaweza kafikiria akawa na wazo lakini akawa anakosa ile nguvu ya kulipush. Ila akiwa na mwanaume pembeni
akamu-encourage kwamba you can just do it, nenda fanya, unaweza, itafanikiwa, anapata ile power zaidi ya kwenda kufanya. Okay. Yeah. Hapo mwanzoni umesema kwamba mwanaume aliyefanikiwa basi kuna mwanamke nyuma yake, lakini kwenye mwanamke aliyefanikiwa anasaidiwa na mwanaume, umeipa percentage fulani hivi. Kuna maana gani hapo? Nini ulikuwa unamaanisha? Sijamaanisha kitu kibaya, lakini ina maana kwamba mwanamke pia anaweza kufanikiwa hata kama bila mwanaume, lakini itachukua muda mrefu. Okay. Yeah. Ila anaweza kufanikiwa kwa haraka na kwa urahisi kama akiwepo mwanaume. Akiwa anamsupport, anamshauri, anamsaidia, anampush. Yeah, inakuwa rahisi zaidi. Okay, lakini kuna wanaume wamefanikiwa wako single ujue. Na wana mafanikio mazuri. Inawezekana wako single, lakini sio kweli wako single. Watakuwa na kitu pembeni. Yaani kuna kitu tu pembeni. Yaani anaweza simweke kama ni mwanamke wake kweli kabisa, lakini yupo akipata challenge fulani anaenda. Unajua kuna hichi na hichi na hichi. Yule mtu anamshauri. Yeye amemtem, like anaweza kumtem kama rafiki, kama tu mtu wa karibu, lakini ndo anamsaidia mawazo ya kumpush kwenda mbele. Ametueleza vema Vice President ameweza kueleza kwa ukamilifu kabisa haya mambo, lakini tugusie kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao wameingia. Kuna vitu walikuwa wanavitegemea kwenye vichwa vyao. Unajua mtu akitoka advance au akitoka form 4 anaenda chuo, anajua kwamba nikienda chuo kuna vitu fulani ambavyo naenda kuvipata, lakini akija anakuta kuna mazingira fulani yanabadilika, lakini kikubwa inabidi asome, si ndio? Sasa unaambia nini ili waweze kutimiza malengo yao? Cha kuambia wanafunzi wa mwaka wa kwanza, hivyo vyote matarajio yote waliokuwa nayo ni kama tu imagination, lakini wameshakuja sasa, wameona uhalisia. Ameshajua nilitegemea chuo kutakuwa na hichi, lakini kumbe hamna. Nilitegemea kutakuwa sijui kuna mechi za kutosha, sijui kutakuwa kuna vibe ya kutosha, lakini sijakuta. Kwa hiyo only thing ambayo itabaki yeye ya focus na zaidi kilichomleta, kwa sababu kitu kikubwa kilichomtoa huko kwao kumleta hapa ni kusoma. Hivyo vyote vilikuwa tu ni ziada, hizo matarajio yake hayapo. Kwa hiyo lazima tu abakie focus, ngoja tu nisome. Kwa hiyo mimi cha kumshauri ni kwamba tu asome, lakini afuate kile ambacho anakitamani for the future. Aangalie watu ambao watakuwa nao karibu, aangalie kile ambacho anakitamani kwa ajili ya kesho yake. Unawashauri nini? Tuzungumzie wanafunzi wote, tayari first year washaingia na wengine bado wanaendelea kuja, na hawa wanafunzi ambao wanaendelea na masomo, tusema continuous. Nini una neno la kuwashauri kama Vice President, lakini pia kama mwanafunzi ambaye ni continuous, una uzoefu mkubwa? Nini hasa neno lako la busara? Wanasema maneno ya watu wazima yanajenga. Sasa tupe neno la kujenga kwao ili waweze kupambana na kufikia ndoto zao na maisha yao ya baadaye. Cha kuwashauri wanafunzi wote, vijana wote, tuna ndoto nyingi na bado safari yetu ni kubwa. Mimi ninachotamani kumwambia huyu kijana ambaye anasoma, ni mwanafunzi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, tusiishie tu only kusoma. Yaani hatuko hapa only pursue our degree level, our diploma level, our certificate level, lakini pia tujue kwamba tuko hapa kutengeneza networking. Ni kitu muhimu sana, kwa sababu unaweza ukasoma ukaondoka na makaratasi, ile vyeti, lakini haujatengeneza network ambayo itakusaidia wewe, kama ni ulikuwa una ndoto za kwenda kuajiriwa somewhere, au kama ulikuwa na ndoto ya kukutana na watu fulani kukusaidia kwenye biashara, kwenye kitu chochote, itakuwa ni ngumu. Lakini ukisoma ukatengeneza network ya watu, connection na watu tofauti tofauti ambao ni positive, itakusaidia hata siku umemaliza, inakuwa kwako rahisi kupata njia ya kuendelea mbele zaidi. Ni ndani ya chuo cha TIA, Tanzania Institute of Accountants, na huyu alikuwa ni Vice President wa serikali ya wanafunzi katika chuo hiki, wanasema TIASO, si ndio? Yes. Langu jina naitwa Simon Lamek Simon, ama unaweza kuniita Simon San. Katika mitandao yangu ya kijamii natumia hivyo, lakini nikwambie, endelea kufuatilia Student Connect, maana ndio mahali sahihi ya wewe kujifunza, kuburudika, kuconnectiwa. Sisi tunakuconnect, tunakuweka karibu ili uweze kufurahia yale yote yanayohusiana na mambo ya kielimu. Ni kuache na swali moja tu,
Kizazi kisichojua kutafuta ila kula ndiyo kipaumbele, kisichojua kesho ila leo kuipa thamani. Hicho ni kizazi cha namna gani? Niandikie kwenye komenti hapo majibu yako. Hiki ni kizazi cha namna gani?